nambari 4 rabi'a annahu la yusaru ni kuwa hakika la yusaru jambo haliwezi kuwa ila takhsisi shahrin min ash-shuhuri katika kuhusisha mwezi miongoni mwa miezi jambo hili haliwi au yawmin min al-ayyam au kuihusisha siku katika masiku au laylatin min al-layali au kuhusisha usiku katika nyisiku haifai jambo hili wala haliwi kulihusisha biibadatin muayyanatin ibada maalum kuihusisha katika masiku yoyote haifai illa binassin isipokuwa katika nini dalili. Huwezi kufanya ibada katika siku yoyote katika masiku isipokuwa pata nini dalili katika nini imma katika Qur'an au katika nini sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Usijifanyie tu ibada kwa sababu al-ibada tawqifiyatun ibada ni zenye kusingwa ni zenye kusimama ni tawqif usiabudu mpaka nini upate dalili. tofauti na vitu al-asl fi al-ashya'i halal asli katika vitu ni halal mpaka ije dalili kwa kuharamisha kile kitu ndio hutokula wewe au hutokifanya. Lakini katika ibada al-asl fi al-ibada nini al-hadar ni haram ni mana kuna kuzuia usifanye ibada mpaka ufanye nini upate dalili. ndio maana maneno haya walidhalika na kwa ajili hiyo qala sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam la takhtassu laylatal jum'ati biqiyamin min bainil layali musukhusishe la takhtassu musukhusishe laylatal jum'ati usiku wa Ijumaa musukhusishe kama usiku ambao tuko nao leo musukhusishe usiku wa Ijumaa biqiyamin. Kwa nini? Kwa kisimamo cha kusimama usiku usikhusishe min bainil layali katika miongoni mwa baina ya masiku mengine ikawa wewe ni siku nyingine husimami isipokuwa Ijumaa peke yake ndio asimama usiku haifai. Kama unasimama usimame nini ni siku zote usiku wote usimame isipokuwa baadhi ya siku umepitikiwa kwa ubinadamu sawa lakini wewe husimami usiku wote isipokuwa Ijumaa haifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza kisha akasema wala takhtassu wala takhussu afan wala takhussu yawm al-jum'ati wala musihusishe siku ya Ijumaa bisiyami kwa kufunga min bainil ayami baina nini ya masiku mengine michana mingine ikawa wewe hufungi isipokuwa siku ya Ijumaa haifai. Kuifunga siku ya Ijumaa peke yake haifai isipokuwa uwe pengine kuna na ibada ambayo ibada muhimu sana mfano vile Ashura itafaa vile Arafa itafaa lakini sunna nyingine yote mutlaq ya kuachia moja kwa moja ambao sio sunna muqayyad au sunna yenye afdalia ubora haitofaa illa isipokuwa an yakuna fi sawmin isipokuwa kwa yule mtu ambaye atakayekuwa katika funga ambayo yasumuhu ahadukum anaifunga mmoja wenu ikawa yeye anafunga kila siku yeye mathalan anafunga Alhamis na Ijumaa sawa au afunga siku moja hafungi huyu ataruhusiwa ndio maana maneno sawa lakini yeye hafungi isipokuwa Ijumaa peke yake haram haifai kuhusisha siku ya Ijumaa peke yake baina ya michana mingine ni kinyume sana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tawdih hadha na katika kuliweka wazi jambo hili yuqalu panasema inna yawma al-jum'ati wa hakika siku ya Ijumaa lamma kana dhahiru al-fadl wakati ilipokuwa dhahiri ya ubora hiyo Ijumaa ala sairi ayami al-usbu' yani ala sairi ayami al-usbu' ukiachia masiku mengine katika wiki ndio al-usbu' kana da'i ikawa kile chenye kuita qawiyan kile chenye kuita ikawa ni chenye nguvu kuita katika nini ila takhsisihi bisiyam ikawa kile chenye kuita na kulingania kikawa kile kilinganio ni chenye nguvu katika kuhusisha kwake hiyo Ijumaa bisiyami au alqiyam kwa kufunga au kusimama usiku kwa sababu Ijumaa asli ni siku tukufu ndio siku bora katika wiki. Kwa ina maana kuna kitu cha kufanya nini chaita bwana Ijumaa ni siku bora sio kuitabidi mfunge Ijumaa ni siku bora itabidi tusimame usiku hicho ndio kiitishio ambacho kinaita na kulingania tena chenye nguvu kwa sababu ni siku tukufu lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza
anaelezea Sheikh, wa hadhihi ibadatun, na hizi ibada naha ash-shar'u, sheria imekataza an takhsisi yawm al-jum'ati biha, katika kuhusisha siku ya Ijumaa kuhusiana na kufanya ibada. Ibada ziko ndio, lakini usihusishe siku ya Ijumaa. Nasi imekuja dalili ya hivyo. Ndio maana tunarejea kule usifanye chochote isipokuwa upate nini? Upate dalili. Ndio maana watu wengi wamefeli. Mtu kwanza afanya jambo kisha atafuta dalili katika madhuru. Na sio msingi wa ahli sunna. Ahli sunna wanasema hivi: istadil, tafuta dalili kwanza, thumma i'taqid, kisha fanya nini? Kisha itakidi, kuwa na msimamo katika jambo hilo. Lakini una nini kwanza? Una dalili. Usiitakidi kabla dalili. La ta'taqid, usiitakidi kabla dalili, kabla dalili. Lakini watu wa bid'a wao wanafanya kinyume. I'taqid, kwanza itakidi, thumma istadil, kisha tafuta dalili katika madhuru ya nini? Ya meza. Dalili yangu iko wapi? Dalili yangu na kutafuta kwenye manini magodoro. Dalili iko wapi? Kumbe huna dalili wewe. Siku zote ufanye ibada huna dalili. Ajib, wallah, ajabu hii. Sasa ndio Sheikh akasema hivi. Tunaendelea, li anna madhinnata tatabu'i an-nas 'alayha kabiran, anasema kwa sababu madhinna, yani ile dhana, tatabu'i an-nas 'alayha, dhana ya kufuatilizia, ndio tatabu, ile kufuatilizia watu katika hiyo siku ya Ijumaa, dhana yake ni kubwa zaidi kufuatilia ibada, kwa sababu ni siku tukufu, sio? Kwa hiyo maana dhana iko kubwa sana, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaiwahi kuwa nini? Kuwazuia. Wa fi hadha, na katika hili kuna idkhalun fi shar'i, kuingiza katika sheria ma laysa fihi, ambayo hayamo. Ukianza kufanya ibada katika siku ya Ijumaa tayari utakuwa umeshaingiza mambo ambayo hayako katika dini. Wa takhsisin li hadha al-yawm, na kuihusisha siku hii ya Ijumaa peke yake biibadatin, kwa ibada, lam yarid biha an-nass, haijaja katika hilo jambo la kufanya ibada siku ya Ijumaa dalili yoyote. Imeleka falidhalik, na kwa ajili hiyo jaa an-nahyu, imekuja katazo, an takhsisi yawmiha bisiyami, katika kuhusisha siku yake Ijumaa kwa kufunga, au lailatiha, au siku yake bilqiyami, kwa kusimama, kwa kufanya ibada siku yake. Imekuja dalili kama tulisoma. Kwa sababu gani? Saddan lidhari'a, kwa ajili ya kuzuia. Ndio saddan maana yake ni kuzuia, kwa ajili ya kuweka ukuta, kuzuia. Lidhari'a, dharia, kuzuia uchochoro na njia ya kupotea. Bwana, njia hii usipite. Kwa nini usipite? Unajua ukipita huko utakuwa unachungulia wanawake. Sasa pita huko. Ndio maana yake sadda dharia, ni kuzuia uchochoro wa kutopita sehemu, ukaja ukafanya nini? Ukaingia katika haram. Ndio maana yake ukaingia katika haram. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akazuia. Wa himayatan lilmillati, na kwa ajili hiyo kuzuia. Wa himayatan, kuzuia. Himaya maana yake alwiqaya, kuzuia lilmillati, mila Uislamu, kuzuia Uislamu usiingie yale ambayo hayako. Wa man'an lilbid'ati, na kuzuia bid'a kuingia katika Uislamu. Wa iktifaan, kadhalika na kutosheka, bima thabatat bihi sunnatu, katika yale ambayo yamethibiti kwayo katika sunna. Watakiwa wewe Muislamu tosheka, iktifaan maana yake kutosheka katika yale ambayo yamethibiti sunna. Walidhan, na kwa ajili hiyo, fa innahu hakika la yushra'u fi yawmi ashura, hayekewi sheria katika siku ya Ashura, illa as-sawm faqat, isipokuwa nini? Funga peke yake. Funga peke yake ndio ambayo inaitwa sheria ufanye. Katika siku ya Ashura hutakiwi kufanya nyingine chochote katika masuala ya takhsis ibada, lakini unatakiwa ufunge peke yake, ndio unakuja katika dalili. Na hii haina maana hata ufunge usifanye ibada nyingine. Fanya, lakini usihusishe mimi nafanya ibada hizi kwa sababu ni Ashura. La, haijaja. Kinyume na Arafa. Arafa ndani yake tunaambiwa tufunge. Arafa ndani yake tunaambiwa fanya nini? Tukithirishe dua. Arafa kadhalika tukithirishe sadaqa na mambo mengine ya khair. Lakini Ashura ni saumu peke yake. Amma ma warada fi dhalik, ama yale yalokuja katika hilo, min targhibi fi sadaqati,
katika kupendezesha kutoa sadaka, au salati tatawwu'in, au salatin tatawwu'in, au sala ya sunna, au ikhtisari, au kuoga, au idhhari zinati, au kudhihirisha mapambo, ukavaa mapambo kama unafanya nani mashia siku ya Ashura wanavaa mapambo, hasa wanavaa makazu meusi sawa na malemba meusi na majoho meusi na wanajipamba siku hii wanahwiha na mambo kama hayo. Fi hadha al-yawm, katika siku hii, fala yathbutu shay'un, hakuja thibiti chochote min dhalik katika hilo ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah mrehemu, hadha, jambo hili, ma anna Ashura, pamoja na kuwa Ashura lam yushra' fihi, hakuja ikiwa sheria ndani yake, ghairu sawm, isipokuwa sawm peke yake basi, biittifaqi almuslimin, kwa makubaliano ya Waislamu wote. Maana yake wanakusudia Waislamu hapa nani? Maana yake ulama, biittifaqi alulama, kwa makubaliano wanachuoni. Kwa hili jambo ni mujma'un alayhi, wamekubaliana juu yake wanachuoni kuwa hakuna isipokuwa funga peke yake. Kwa nini? Kwa sababu mashia wamezusha mambo mingi, wajipiga, wanalia, wanadai kwa Hussein aliuawa siku hii, sawa, na akazikwa Karbala. Uongo, si kweli, hajazikwa Karbala. Imeeleka mambo mengineyo katika bid'a wanafanya. Waqala aidan, na akasema tena vile vile katika sehemu nyingine Sheikh al-Islam akasema, wa kullu ma yurwa, na kila ambalo lenye kupokelewa ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fi yaumi Ashura, kuhusiana na mambo ambayo yanazungumzia siku ya Ashura, ghairu sawmihi, ukiachia funga yake, jambo lolote ambalo linakuja kuelezea utukufu wa Ashura ukitoa funga, fahuwa kadhibun, jambo hilo ni la uongo au ni urongo, sio kweli. Ashura ni funga peke yake, wala hakuna mambo mengine. Waqala, na akasema sehemu nyingine, walaysa fi Ashura, wala hakuna katika Ashura mwezi 10 au tarehe 10 ya mfungo 4 hadithun sahihu, hakuna hadithi yoyote sahihi, ghaira sawmi, isipokuwa funga peke yake basi, funga tu, hakuna mambo mengine katika mambo mengine ya uzushi. Ndio maana baada ya risala hii kuna risala nyingine tumeiweka hapo, Shahrullahi al-Muharram baina as-sunnah wal bid'ah, atakuelezea Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahu Allah ta'ala.